Inakuwaje ndugu mfuatiliaji ambao unatufuatilia kupitia Varada Online TV? Hatujawahi poa, hatujawahi boa kabisa. Mimi naitwa Mr. Baro, the king for black men understand the world wide, that's my name. Bana, leo nimekuletea moja ya vitu ambavyo hivi sasa ni trending kwenye mtandao ya kijamii nchini Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Ni swala la msanii Ibra kutoka kwenye record label ya Konde Gang na kuwa msanii independent artist, yani msanii ambaye anajitegemea mwenyewe. Tunafahamu siku za nyuma hapo msanii Ibra aliweza kuchapisha chapisho lake kwenye mtandao wa Instagram likiwa linasema anahitaji msaada wa shilingi 500, 100, 1000 kwa yule ambaye mwenye moyo wa huruma ili aweze kumchangia kulipa deni ambalo analodaiwa na record label ya Konde Gang, likiwa ni deni la bilioni 1. China akaja kuandika kuwa yeye mwenyewe toka anze kazi yake ya muziki hajawahi kushika hata theluthi moja ya bilioni 1. So akaomba msaada huo kwa wale wanaompenda basi wamchangie ili aweze kulipa deni hilo la Konde Gang. Lakini siku ya jana niliweza kuzungumza naye kupitia simu na ameongea mwenyewe sababu kubwa ambayo imesababisha yeye kutoka kwenye record label ya Konde Gang, tukiachana na sababu ambayo aliyoandika kwenye chapisho alilochapisha yeye mwenyewe. Leo amethibitisha mwenyewe kwa mdomo wake mwenyewe. Voice note hiyo hapo ambayo nimekuwekea hapo. Kila mtu kitu kimoja. Konde mimi namkubali sana kwa sababu ni bro. Tumetoka sehemu moja. Hata kama kukaa Konde Gang ndio mwingine nikaa kwa sababu naamini tunachojenga ni kitu kimoja, umeona? Lakini mwisho wa siku hivi bado unajua leo mimi mama yangu anaanguka na umwa, anakwambia Mzee Konde una hela yangu imebaki, nisaidie. Mimi nimsaidie mama yangu, na ndio usingekuwa msanii ungemtegemea nani? Kwa nini mwache mama yangu afe? Au alikuwa anataka nisaidie? Kwa vitu vingine vinaumiza. Na yeye Mzee Konde aliongea mwenyewe, yani hakuulizwa, hakutumwa na mtu wala hakuwa na sababu ya kuzungumza, akaongea mbele za watu. Niwa aende tu popote, mimi sina shida naye, sitaki hata siku 10 yake. Nikajiuliza mzee nimemkosea nini? Nikamuulizia na Chopa, nilieni Mzee Konde kama kuna nilichomkosea, elewa. Aongee, namuuliza kuna shida gani? Kimya. Hata hivyo vilivyokuja vitu vya kwamba mimi nataka kutoka, kwa sababu ilitokea mamangu sio mara ya kwanza na mamangu yuko mpaka leo hapa ninapoongea hapa. Jana hizo hela alizochangia wa Tanzania ndio zimenisaidia. Sasa hivi wenda anaweza karuhusiwa hospitali kesho au kesho kutu. Amefanyia operation, alipasuliwa hapa kwenye ziwa lake la upande wa kulia. Alikuwa hapa eleki kama ana kansa au ana uvimbe, kwa pasuliwa hapa. Nikamwambia mzee, hivi vitu vyangu havijakaa sawa, kwako huko kuna hela yangu imebaki, wakati Ramadhani inakaribia kuisha. Nikamwambia mzee, nisaidie hela nifanye photoshoot. Wenda hizo photoshoot zinaweza ikaniletea hata show, mimi nikapata show, ili nisikupe mzigo mwingi. Mimi maisha yangu hayapo sawa, kuna daiwa pango huko, mama yangu anaumwa. Na nakwambia hivyo kwa sababu wewe ni bro, sijui, lakini mimi naamini wewe ni bro kwa sababu wewe hata wewe mwenyewe nishakufuata Instagram za kuomba vitu kibao, mwenyewe unakumbuka, ni sababu shida shida iliombea binadamu. Yes, umsikilize kwa makini, alafu udondoshe comment yako hapo chini kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye record label ya Konde Gang. Bana, lingine ambalo lipo chini ya carpet kwa sasa hivi, msanii Lavalava kutoka kwenye record label ya Wasafi, inasadika kwa sasa hivi naye yupo out of record label ya Wasafi. Una mtazamo gani hapo chini kwenye comment? Bana, dondosha hapo. Mimi ni Mr.